Uhali gani? Tarehe 27 leo mwezi wa 10 2025. Hii ni Zamaradi TV channel namba 13 kwenye kisembuzi cha Azam. Nakala halisi ngumu dhahiri iko hapa. Jina langu ni Malik Mansur. Hii ni hard copy. Zimesalia siku 2 tu kuelekea kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu wa 2025 unaofanyika Oktoba 29, 2025. Kwa wale wanaokwenda kutiki na wapo ambao watatoka. Kuzungumza haya kuhusiana na masuala ya amani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu 2025 na tension iliyopo, naungana na mtumishi wa Mungu Joseph Mlitase. Iko hapa, ni mtumishi wa Mungu na mwalimu wa imani. Leo tuzungumze kuhusu haki ya raia, lakini kwa upande wa dini. Nakaribisha sana. Karibu mwalimu Jasper. Nakushukuru sana ndio. Na namshukuru Mungu sana jabia furaha na amani na haki ya kuendelea kuishi Tanzania mpaka kufika tarehe hiyo. Hivi nasi ni haki yetu hiyo. Ni haki kabisa kuishi. Lakini hapa leo nataka nizungumze habari ya haki ya mpiga kura ambaye ni mzalendo. Na tukiingia kwenye maandiko tutaona wazi ya kwamba katika nikiweka kama kichwa cha somo letu kwamba haki ya raia mzalendo kupiga kura. Kupiga kura ni haki ya mzalendo. Ni haki ya raia mzalendo. Msisahau kusema raia aliye mzalendo ni haki yake. Iko hivyo katika maandiko ya neno la Mungu. Na nilipenda sana hapo ya kwamba unaweza kuzitafuta haki zote lakini usiipoteze haki ya kupiga kura. Kupiga kura nayo ni haki. Katikati ya haya kiongozi wa dini ana uwezo kuona dhulma iko wazi. Anatakiwa kukaa kimya ili kulinda amani, ama kiongozi wa dini anapaswa kusema kwa ujasiri bila hofu? Unakosema kwa ujasiri lazima uwe na hoja. Haki ya nani kusema kwa ujasiri bila hofu? Ujasiri haumaanishi tu kupoteza hofu, lakini ujasiri unamaanisha una hoja. Lakini sana haki pale. Haki ipo. Hapa nataka nianze kwa hili andiko ambalo litatuongoza katika mazungumzo yetu, kwa sababu mimi ni mwalimu wa neno la Mungu. Kwa sababu hiyo nitasoma katika kitabu kile cha Mithali ile sura ya 18 na mstari wa 18. Maandiko matakatifu yanasema, kura ukomesha mashindano, kukata maneno ya wakuu. Kama maandiko matakatifu, na ni kitabu ambacho hakuna mtu anaweza akakikataa akasema hiki mimi hakinihusu. Hizi ni hekima za Suleiman ambaye pia naye aliwahi kuwa mfalme. Anasema kura huwa kinakomesha mashindani. Kama kuna mashindano yoyote ya kwamba huyu atafaa, huyu afai, huyu atafaa, huyu afai, swala la kwanza sio kuandamana kukataa. Swala la kwanza ni kuandamana kwa kuikubali hiyo haki ya kupiga kura. Na kila Mtanzania akitambua haki yake ya kwamba hii ndio haki yangu, kama raia mzalendo kwenye taifa lako, usipoteze haki ya kwenda kupiga kura. Sikwambii ukatiki kwa nani, ninachosema ni haki yako kwenda kupiga kura. Unapopoteza, unaweza kudai haki nyingi sana, halafu ukaipoteza haki ya kupiga kura, utakuwa umeingia kwenye hatari kubwa sana. Kwa hiyo ili usiingie kwenye hatari ya kupoteza haki yako, ninakusihi kwa jina la Yesu, ninakusihi sawasawa na neno la Mungu ya kwamba nenda kapige kura, kwa sababu kupiga kura ni haki. Na hii ndio inayokomesha, inayokata maneno ya wakuu. Hii ndio inayokata maneno. Ndiye nasema kwamba kura hukomesha mashindano. Hapo ndo mwisho wa mashindano. Wote ambao ni mzalendo halisi wa Kitanzania, tambua haki yako ya kwanza ni kupiga kura. Sio kupiga kelele, ni kupiga kura. Sio kufanya vurugu, ni kupiga kura. Unapopiga kura itakata maneno
yanayoshindaniwa katika hilo kundi. Lakini katika mazingira kama hayo, haki ya Mungu inaweza ikapatikana vipi kwenye mazingira kama hayo, kwenye taifa ambalo mifumo yake kisiasa inalalamikiwa upande mmoja? Inawezekana upande mmoja unalalamikiwa kutowatendea haki watu wengine. Katika mifumo hiyo, haki ya Mungu inapatikana vipi? Nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mwanadamu aliyekamilika. Hakuna mwanadamu aliye mtimilifu. Hata makanisani kuna haki hazitendeki. Lakini hatuachi kwenda kanisani. Kwa hiyo tuende kwenye hoja ya kwamba hatuwezi kuacha kupiga kura eti kwa sababu kuna haki imepokwa. Tunaenda kupiga kura. Hata mikanisani zipo haki ambazo hazitendeki. Hata makanisani, hata misikitini, hata kwenye ndoa. Kwenye ndoa kuna haki ya ndoa haitendeki. Je, watu watoke ambao haki kwenye ndoa zao hazijatendeka ipasavyo waingie barabarani? No. Bado tunarudi kwamba Mungu ndio founder wa haki zote hapa duniani. Na maandiko yako wazi kwamba Mungu ndio mwanzilishi wa haki zote. Ndio mwanzilishi wa haki zote, iwe ni haki ya ndoa, haki ya kijana kuoa na kuolewa, haki ya mtu kuishi maisha ya furaha. Haki zote ziko mbele za Mungu. Mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Na labda nikisoma maandiko, tukisoma kwenye kile kitabu, ili niweke uzito kidogo pale, ndugu yangu Mansur, ya kwamba katika kitabu kile cha kitabu cha Zaburi ya 50, ndio maandiko yapo wazi yanaonyesha jamani, tusije tukafika mahali tutamianene mwenye haki tukadhani kwamba sisi ndio tunazo haki. Anayetoa hizo haki tunatatua tumwenee, na tunapomwenea yeye atasimama na atahukumu kwa haki. Lakini kwenye swala la kupiga kura, kila Mtanzania mzalendo anapaswa kwenda kupiga kura kwa sababu ni haki yake ya kikatiba. Na ni haki pia inayotokana na maandiko matakatifu ya baba. Kura ndio inayokomesha mashindano. Katika Zaburi ile 50, nikisoma mstari mmoja tu ule wa 6, maandiko yanasema hivi: na mbingu, sio kama nimekosea, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Haiwezekani sisi tusimane kuanza kutoa hukumu za haki, lakini yuko mmoja anayeweza kutoa hukumu ya haki, anayehukumu kwa haki, anaitwa Mungu, na yeye ni hakimu wa haki. Labda tumefika mahali tunamtilia Mungu mashaka, kama Adam na Hawa walimtilia Mungu mashaka. Akaja shetani akawadanganya, akawaambia kuleni tu matunda. Huyu anaogopa kwamba nyinyi mtafanana naye. Na wale watu walipomtilia Mungu mashaka wakala yale matunda, matotaka wajitoa kuuchi. Sasa kwenye swala la kupiga kura, kila raia mzalendo atambue kwamba haki zote zinatolewa na Mungu, na moja wapo ya haki ya kupiga kura hii haitolewi na mwanadamu awaye yote, inatolewa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unapoacha kwenda kupiga kura, unakuwa umepoteza haki yako ya msingi kama Mtanzania mzalendo. Hapo mtumishi Mwalimu Litasi, utatuambia hapa, kuna haki ya kudai usawa, kuna haki ya kudai mabadiliko. Ndio wanaotaka kuingia barabarani wanataka kudai mabadiliko, tena wananadi kwa amani. Kwa nini wanazuia? Iko hivi. Unajua kuna maswali kadha yakiwa ni haki yao. Sikiliza, iko hivi. Kuna maswali kadha wa kadha ya kujihoji. Siku ya haki ya kwenda kupiga kura, inakwaje unaenda kudai haki zingine? Baada utimize haki ya kupiga kura kwanza, ndipo uanze kudai haki zingine. Kwa sababu bado kuna maisha baada ya uchaguzi. Ni nani aliyesema kwamba maisha yanaishia siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi, haki ambayo imewekwa wazi kikatiba, kimaandiko, kwa neno la Mungu, ni kwamba ni haki ya kwenda kupiga kura. Kwa nini mtu aingie barabarani kwenda kudai haki nyingine baada ya kuidai haki yake ya kupiga kura? Angelikuwa amezuiliwa kupiga kura, alitatua aseme, jamani, kwa hili mimi siko pamoja na nyinyi, ninataka kudai haki yangu ya kupiga kura. Lakini haki ya kupiga kura imewekwa wazi. Kwa hiyo tujitokeze, tuende tukapige kura. Katika kwenda kupiga kura ndio haki ya msingi ya Mtanzania mzalendo. Haya mengine, unajua Biblia iko wazi sana, inasema kwamba tafuteni kwanza. Huwa kuna kitu ambacho kinapewa kipaumbele. Kwa mfano, unapotafta mambo ya ufalme wa Mungu, maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake.
hayo mengine utazidishiwa. Kumbe kinachotakiwa kiwe cha kwanza kabla ya jingine kuwepo. Sasa tusipojua tukaanza na namba 2, hata kama ni gia kwenye gari haiwezi enda. Kwa hiyo lazima tuende kwenye hatua ambayo iko sahihi, kwa maana ya kwamba haki ya tarehe 29 kwa kila Mtanzania mzalendo ni kwenda kupiga kura. Haya mengine tutazidishiwa, sio kwamba hatuyataki, sio kwamba hayapo, sio kwamba hayajulikani. Na hakuna mtu atakudanganya kwamba una watoto na una mke. Watoto wana haki yao kwenye familia, mke ana haki yake kwenye familia. Huwezi kuwatimizia wote kwa wakati mmoja. Hata mimi nina familia, unaenda unatimiza pa huyu, unatimiza pa huyu. Tarehe 29 sio haki ya kudai vitu vingine, ni haki ya kudai kwenda kupiga kura. Kwa hiyo kila Mtanzania mzalendo na aitumie kwa uhuru kabisa na amani. Wanatazama nakala halisi ngumu dhahiri. Tuko na Joseph Mlitasi, mwalimu huyu na mtumishi wa Mungu, mwalimu wa Injili. Tunazungumza kuhusiana na kuelekea uchaguzi 2025. Siku 2 zimebaki, lakini tunazungumzia swala la haki. Mimi Malik Mansur. Turudi kwako kuhusu mtazamo ambao sasa hivi kuna watu wanatazama, wana mtazamo juu ya viongozi wa dini na dini moja kwa moja, kwamba wameanza kuwa neutral katikati ya sehemu ambayo zimeshindwa, pale dini inaposhindwa kusema ukweli. Yani dini inakuwa neutral kwenye kusema ukweli, inataka kuwa katikati. Kuna watu wanaamini hivyo, kwa hata ukizungumza wanaona ni mtu wa katikati tu, si mtu wa kusema kweli. Ukweli una majira. Ukweli una majira. Kwenye maandiko matakatifu ambayo mimi ndio msingi wa mafundisho yangu, kwenye maandiko matakatifu hata mtoto ni mrithi baada ya baba kufa. Kama mtoto ni mrithi, hawezi kurithi kabla baba hajafa. Kwa hiyo maana kuna majira. Lakini mtoto huyo akiwa mrithi kama baba yake amekufa naye bado ni mdogo, hawezi kurithi. Kwa maana gani? Inangoja wakati. Kila jambo lina majira na wakati. Tatizo tumefika mahali tunakoroga mambo. Tunaacha kujua ya kwamba kipi kinapaswa kuwa cha kwanza na kipi kinatatua kiwe kipaumbele na kipi ambacho kitafuata. Sasa mtu anapofika mahali akazungumza ukweli, kwa sababu watu wamefika mahali wamelizoea neno la Mungu, wanalichukua neno la Mungu kawaida, na kwa sababu wasanii wamekuwa wengi hata kwenye neno la Mungu, na kwa sababu hiyo wanakoona wasanii wamekuwa wengi kwenye neno la Mungu, kila anayesimama wanamhesabu kama ni msanii. Sasa hiyo ni shida. Katika hili lazima tufike mahali tuwanyoshee watu mstari ulio sahihi. Na wakati mwingine watu wanaofia kwamba kwa sababu huko nilionao ndani ya nyumba ya Mungu hiyo wapo wa upande ule wa upande huu. No. Tuseme ile kweli ambayo imehitajika. Kwa hili ambalo unalizungumza hapa, hatokee mtu yeyote atakayepinga, kwa sababu maandiko yanasema na Biblia inasema hakuna mtu anayeweza kuvuka mpaka wa neno la Kristo. Hili ni neno la Mungu ya kwamba kura ukomesha mashindano. Sasa mashindano mengine haya yanatokea wapi kama mtu hataki kupiga kura? Maana yake amepoteza haki yake ya msingi, lakini amempinga Mungu aliye hai. Na mtu anayempinga Mungu, hiyo ni roho nyingine. Hata kama ana watu wengi, iwe ni kanisani, iwe ni msikitini, iwe ni mahali popote ambapo ana kusanyiko lake la watu, lakini hatua njema ni kujua ya kwamba Mungu ndiyo fonda wa haki zote. Na yeye katika maandiko matakatifu, katika kitabu kile cha nabii Isaya, ile sura ya 43 mstari wa 26, anasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yapo upate upewa haki yako. Jamani, haki haiendi kwa kutumia mabavu. Hatuna nguvu za kushindana na wenye nguvu. Tunazo nguvu tukiwa chini ya mwenye nguvu ambaye ni Mungu mwenyewe. Na huyu Mungu ndiye mwenye nguvu. Na kwa sababu Mungu ni mwenye nguvu, tumwamini basi. Mbona tunamkiria mashaka? Mbona tunataka kwenda kwa nguvu zetu? Tuende tukifuata neno. Biblia inasema neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia zangu, linanimulikia kokote ninakopita. Kwa hiyo neno la Mungu lituongoze. Tusitake sisi kuliongoza neno. Siku hizi kuna watu wa ajabu sana hata makanisani, watu wengine wanaopiga tu simu bila kufanya deliverance na counseling. Unakuta mtu anakuambia, naomba mimi tu nifanyie kwa namna hii. Ni kama mtu anayeenda duka la dawa, anataka apewe dawa anayoitaka badala daktari amwelekeze dawa analotaka. Sasa sisi watumishi wa Mungu tusipokuwa makini, tutafika mahali tunapelekwa na upepo unaoyumba. Lakini kwenye hili la kupiga kura,
liko sahihi ya kwamba kura ukomesha mashindano na mbingu zitatangaza haki yake. Hatuziamini mbingu za Mungu, hatumwamini aliyeumba mbingu na nchi, hatuamini Mungu ambaye moyo wa mfalme huwa katika kiganja chake, ambaye huwa ana uwezo wa kugeuza kama mfereji wa maji kule atakako. Tunapopoteza imani kwa Mungu, tunabaki na imani kwa watu. Hapo ndipo tunapokuja kuharibu, na tunakuta sasa watu tunawacha wanakuwa desperate. Biblia inasema teteeni haki ya masikini. Ndio, Teteeni haki ya masikini. Kuna masikini hapa wanadai haki zao zimepokwa. ndio, Wanadai mabadiliko. sawa. Viongozi wa dini mzungumzi kuhusu haki hizo. Haki hizo zipo na zinatakiwa zizungumzwe. Nimejaribu kukuambia haya mapema. Kila jambo lina majira na wakati. Usichanganye mama. Mimi ni mhubiri, siwezi kwenda kuhubiri habari ya msiba siku ya harusi. Sasa mimi ni mhubiri, siwezi kwenda kuhubiri siku ya harusi habari ya msiba, au siku ya msiba habari ya harusi. Kwa hiyo lazima kwanza nikuambie kitu ambacho kiko kwenye wakati. Mungu ni wa majira na wakati. Unadai haki, it is okay. Na nikwambia hakuna haki zitakuja kushuka zote, zinaenda hatua kwa hatua. Hata kupotea azikupotea kwa mara moja. Visikilize kidogo hapo. Hapa tulipo, mtu akinatwa na ungu wa malaria leo, baada ya siku leo hii akasafiri na ndege kwenda Marekani. Akienda Marekani akanikuta na malaria, yeye atazani kwamba malaria aliipata kwa Marekani. Kumbe alinatwa na Mungu wa malaria hupo, lakini the symptoms zilikuwa bado hazijatokea. Kwa hiyo kwenye hali ya potawi, haki ya yatima, haki ya mjane, haki ya mbondo, haki ya wazee, it is okay. Lakini tunapofika tarehe 29, hii sio siku ya kudai haki za mjamzito, sio siku ya kudai haki ya ndoa, sio siku ya kudai haki ya ajira. Ni siku ya kudai haki ya kupiga kura. Na ndio maandiko yanasema ya kwamba kura ukomesha mashindano. Tunataka kumaliza mashindano siku gani? Tarehe 29. Hasa kama wewe ni Mtanzania mzalendo, usiingize vingine pale. Ingiza hilo, fanya hiyo. Na ndio maana ile siku hairuhusiwi kupiga kampeni wala kuvaa vazi lolote la kichama. Kwa nini? Sio siku ya kampeni, ni siku ya kutimiza haki ya kikatiba ya kupiga kura, ama pia kwenye maandiko iko hivyo. Maana hao wa katiba walitohoa kutoka kwenye Biblia. Nyakati umesema kila jambo lina wakati wake. Wasati hawa wanadai haki zao hawakusikilizwa kwa wakati huo. Wametumia siku hii kama siku maalumu ya kupeleka ujumbe wa haki zao, na wamesema wazi itakuwa ni kwa ajili ya amani. Ujumbe wa amani unajieleza kwa amani. Mdomoni Wazaramo wanaongea kitu kizuri sana. Wanasema zilonga mbali ziterua mbali. Yaani mtu anaongea kingine anatenda kingine. Siku ambayo anatakiwa haki ya amani, haki ya kupiga kura, unaendaje kudai haki yako iliyopokwa? Je, ni kweli kwamba Mungu ameshipo kutupa wakati mwingine? Nitoe mifano kwa Biblia. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Nabii Elia Utishibi wa wageni wa Gileadi. Huyu bwana ninampenda sana. Alidai mbele za Mungu miaka 3.5. Kitu gani alichokuwa anakidai? Alikuwa anadai mvua isinyeshe ili watu wamheshimu Mungu. Je, tuulizane, viongozi wa dini, viongozi awe ni wa Kiislamu, wa Hudha, wa nani, wa Kikristo, uwetema. Tuulizane, tumedai kwa njia ya omba kwa kipindi gani mpaka tumeona Mungu ameshindwa, tunataka kuingia barabarani kumsaidia? Mungu asaidiwe na mikono ya wanadamu. Viongozi wa dini wasaidiwe na mikono ya wanadamu. Kwa hiyo yeyote aliyesikia agizo la kiongozi wa dini kwamba ingia barabarani amekoseshwa. Yoyote aliyesikia, na kuna watu wengine wanasikia tu wakiongea tu, watu ambao hata hawana mwelekeo wote, hawaeleweki, yani wapo tu wanaiviza, na wao wenyewe hawezi kwenda, ingia barabarani, ingia barabarani, wanadhani ni mchezo. Haya mambo huwa yana process. Jambo lolote hili ulipata ni mchakato, hatipatikani pasipo mchakato. Hata mechi ya Simba na Yanga huwa inaandaliwa, hata kutafuta haki kunaandaliwa, hata kuipata haki kunaandaliwa. Lakini haki tulio nao tarehe 29, ajenda na baki pale pale ya kwamba ni haki ya kwenda kupiga kura. Wito wa amani utakuwa na maana gani wakati huu, ikiwa kuna makundi yameachwa kwenye haki zao na umekiri kwamba wana haki walikuwa nazo? Sasa wito wa amani una haja gani hapa wa kusikilizwa hapa? Ninachosema, sitaki kuonyesha moja kwa moja kwamba haki haina msiba.
Ni kosa moja baya sana hao nimelisikia pia watu wengi wanalizungumza, anasema bora cha kwanza ni alafu baadaye amani. Hawajajua wanachosema. Kama sio amani, hata hivi tunakotembea barabarani tusingeweza kutembea kwa hiyo amani tuliona. Lakini kama tuna amani na bado tunaitafuta haki, bado tunapaswa kuenda hatua kwa hatua. Unajua una tofauti ya kuongea na mama na kuongea na watoto. Huwezi kumkemea mtu uzima, maandiko yanakataza mbele za watu. Kuna vijana wamekuwa wakiongea maneno mabaya ya uchochezi na hawapo Tanzania. Na wanadai ni wa Tanzania. Wangekuwa ni wazalendo, wasingetamani kuwachochea watu waingie barabarani kutafuta uharibifu siku ya kudai haki ya kupiga kura. Maana ile ni siku ya halali ya kupiga kura, sio siku nyingine. Hata kama mtu amepoteza haki zote, lakini bado kuna siku, kuna hatua, kuna process. Ndio maana mahakamani mtu akifika huwa anaweza akapewa dhamana au dhamana ikafungwa. Ni haki yake. Ni haki kupewa dhamana. Ni haki pia mahakama inaweza kaamua kwa mujibu wa sheria wanazozijua wakafunga dhamana. Sasa Mungu naye yuko hivyo, anaiangalia mioyo ya watu. Hivi hawa watu wameshindwa kuniambia mimi Mungu niliye mwanzilishi ambaye ni founder wa haki. Leo wanataka haki zipime wakati nimewaletea neno langu ya kwamba neno la Mungu litapa mwanga wa njia za huwa linamulika popote tunakokwenda. Wameshindwa kumulikiwa na kwamba kura ukomesha mashindano. Leo siku ya kura mtu anataka kudai haki ya ndoa, haki ya ujane, haki ya kupata ajira, haki zingine. Najua zinahitajika, lakini siku ya kupiga kura sio siku ya kwenda kujaza maneno, ni siku ya kwenda kupiga kura ili kukata maneno ya wakuu na kukomesha mashindano. Hii ni hard copy. Jina langu Malik Mansur. Tuko na mwalimu Joseph Amlitas, mtumishi wa Mungu huyo na mwalimu wa Injili. Tunakuja.